Baada ya hapo jana uongozi wa klabu ya Yanga kuweza kumtambulisha kocha mpya wa klabu hiyo Sedi Ramovic, raia wa Ujerumani ambaye anatoka katika klabu ya TX Galaxy hapa nchini Afrika Kusini. Hatimaye kumeibuka mijadala mingi ya mashabiki wa klabu hiyo ya wananchi, wengi wakiwa na hofu juu ya uwezo wa kocha huyo kuweza kuivusha klabu ya Yanga kutoka pale ambapo kocha raia wa Argentina Miguel Gamondi aliifikisha klabu hiyo. Tukumbuke tu siku ya jana uongozi wa klabu hiyo ya Yanga ulitambulisha ujio wa kocha mpya, huku pia wakitambulisha rasmi ama wakitangaza rasmi kuachana na kocha wao mkuu pamoja na benchi la ufundi Miguel Gamondi sambamba na kocha wake msaidizi Moussa Ndao. Lakini baada ya kumtambulisha Sedi Ramovic, wengi wamekuwa na hofu juu ya uwezo wa kocha huyo ambaye katika CV yake ama wasifu wake unaonyesha kuwa amefundisha tu klabu moja ya TX Galaxy ya pale nchini Afrika Kusini. Kumbukwe wakati wa pre-season ama maandalizi ya msimu mpya, klabu ya Yanga ama uongozi wa klabu ya Yanga waliweza kukutana na Sedi Ramovic katika michuano ambayo Yanga walikuwa kama wageni kule nchini Afrika Kusini, wakishiriki dhidi ya klabu ya FC Augsburg ya pale nchini Ujerumani sambamba kabisa na TX Galaxy ya pale nchini Afrika Kusini, ambapo katika michuano hiyo timu ya TX Galaxy ilifanikiwa kuibuka machampioni baada ya kuwafunga timu ya FC Augsburg magoli 2-0 katika mchezo wa fainali. Na pengine hichi ndicho kitu ambacho kilivuta uongozi wa klabu ya Yanga zaidi kuweza kumsaini kocha huyu baada ya kufikia maamuzi ya kuweza kuachana na kocha mkuu wa klabu hiyo Miguel Gamondi baada ya mwenendo mbovu wa timu, haswa baada ya kupoteza michezo 2 mfululizo dhidi ya klabu ya Azam FC kwa kufungwa goli 1-0, pia dhidi ya Tabora United kwa kufungwa magoli 3-1. Uongozi wa Yanga umeamua kufanya mapinduzi ama mabadiliko katika benchi lao la ufundi kwa kuwatoa kocha mkuu sambamba kabisa na kocha msaidizi raia wa Senegal, huyu si mwingine ni Moussa Ndao. Lakini mashabiki wameanza kuwa na wasiwasi juu ya uwezo wa kocha huyo mpya, huku wengi wakihoji zaidi kuhusiana na wasifu wake. Na kwa taarifa tu za baadhi ya takwimu za msimu huu katika ligi kuu ya pale nchini Afrika Kusini DStv Premier League, ni kwamba katika mechi 6 ambazo wamezisimamia ama kuiongoza klabu ya TX Galaxy wameweza wameshindwa kushinda hata mchezo mmoja, huku wakipoteza michezo 4 na kutoka sare michezo 2, lakini magoli ya kufunga yakiwa ni 3 huku akiruhusu kufungwa magoli 8. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa na wasiwasi ama mashaka juu ya uwezo wa kocha huyo mwenye miaka 45 ambaye ni raia wa Ujerumani, alizaliwa mnamo Machi 14, 1979 katika nchi ya Ujerumani. Na kocha huyu katika CV yake inaonekana ni kocha ambaye aliwahi kuwa goalkeeper, lakini CV yake haijaenda mbali sana kwenye eneo la kiuongozi ama utawala kama meneja wa timu, kwani anaonekana kuwa ni kocha aliyefundisha TX Galaxy ya pale nchini Afrika Kusini pekee. Lakini kwa kunukuu tu taarifa ambayo ilitolewa na uongozi wa klabu ya Yanga mapema siku ya jana, inasema taarifa kwa umma, uongozi wa klabu ya Young Africa Sport Club unapenda kuutaarifu umma kuwa umevunja mkataba na kocha mkuu wa kikosi cha kwanza Angel Miguel Gamondi. Vile vile uongozi wa Young African Sport Club umesitisha mkataba na kocha msaidizi wa kikosi cha kwanza Moussa Ndao. Uongozi wa Yanga African Sport Club unapenda kuwashukuru makocha hao kwa mchango wao ndani ya klabu yetu na unawatakia kila laheri katika majukumu yao mapya. Tayari mchakato wa haraka wa kutafuta makocha wapya wa kikosi chetu cha kwanza umeanza na unatarajiwa kukamilika hivi punde. Daima mbele nyuma mwiko, imetolewa na ofisa mtendaji mkuu Young African Sport Club tarehe 15 mwezi wa 11 2024. Lakini baada ya masaa machache tangu kutolewa kwa taarifa hiyo, ndipo klabu ya Yanga iliweza kuidhinisha ama kutambulisha rasmi ujio wa kocha mkuu Sedi Ramovic, raia wa Ujerumani. Lakini baada ya utambulisho huu kumeibuka mijadala mingi katika mitandao ya kijamii, huku watu wengi
wakiwa na hoji zaidi kuhusiana na uwezo wa kocha huyo, wakiwa na hofu kwamba pengine asiweze kufanya vyema kama ilivyotokea kwa mtangulizi wake Angel Miguel Gamondi.